Mabibi na mabwana, karibuni tena kwenye The Book of Magic and Movie Stories. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, bonyeza alama ya kengele, subscribe ili uwe ni mtu wa kwanza kupata notification pale ambapo napokuwa nimeweka simulizi mpya. Niandikie kwenye comment section unasikiliza kutokea wapi. Niandikie kwenye comment section unatazama kutokea wapi. Jina langu naitwa Ayubu Obedi na hii ni simulizi iitwayo Dunia ya Kuzimu. Baada ya kutazama hatua ya kwanza, hatua ya pili, hatua ya tatu na hatua ya nne, na sasa hii ni hatua ya tano. Tunaanza pale pale tulipoishia. Nyote mnakaribishwa. Na sasa tunaanza simulizi yetu. Naam, baada ya yule mtoto aliyekuwa amepata majeraha makubwa katika ajali, baada ya kupona akiwa anaendelea vizuri, wakiwa na wazazi wake katika nyumba katika ile nyumba ya kutunzia wazee wamepewa hifadhi, kwa nje alimuona mtoto ambaye alikuwa kama yeye, yani ni kama vile anaona kopi yake, yani alikuwa anajiona yeye akiwa nje ya ile nyumba kupitia vioo. Yule mtoto ambaye alikuwa nje anafanana naye alikuwa anamuita kwa ishara kwamba njoo, njoo, na hili tukio lilikuwa linatokea mchana kweupe. Na kisha yule mtoto akaanza kutabasamu. Mama yake akamuuliza, kwa nini unatabasamu? Yule mtoto akamwambia, mama, tazama nje, kuna mtu kama mimi ananiita. Na yule mama alipotazama nje hakukuwa na kitu chochote. Ile kopi yake tayari ilikuwa imeshafutika. Yule mtoto ambaye alikuwa anamuita, ambaye alikuwa anafanana na yeye, tayari alikuwa ameshatoweka katika njia za kutatanisha. Hakika hii hali inatisha. Ndipo yule mama alihisi jambo, huenda alichosimuliwa kuhusu hicho kijiji, alichosimuliwa kuhusu usiku unapoingia, huenda ilikuwa ni kweli, japo alikuwa hajaanza kuamini, lakini hakika alikuwa ameshaanza kuhisi jambo. Kwa nini mtoto wake aone mtu ambaye amesimama nje, mtoto ambaye amesimama nje akiwa anafanana na yeye? Na baada ya yeye mtoto kusema kwamba mama, kuna mtu yuko nje kama mimi, kugeuka hakumuona, basi moja kwa moja alihisi yale aliyoambiwa kuhusu kijiji kile itakuwa ni kweli. Jioni ilifika, usiku ukaingia, saa 12 kama kawaida. Watu walijifungia ndani kwa kuogopa mashetani na majini ambao walikuwa wanatishia maisha yao. Baada ya kujifungia ndani usiku ule, watu wote walionekana kulala kwa utulivu, lakini yule mama ambaye wanamuita Tabita, ni mama ambaye ni mume wa yule Jimmy, ni kati ya ile familia ambayo wameokolewa kutoka katika ule msitu uliopata ajali. Huyu mama alikuwa anaitwa Tabita, mume wake alikuwa anaitwa Jimmy, na mtoto wao alikuwa anaitwa Kenny, na binti yao kidogo jina nimesahau. Walikuwa wamelala kwa pamoja, lakini yule Tabita usiku ule alikuwa ameandamwa na ndoto za kutisha. Alikuwa anaandamwa na ndoto za mauzauza. Hakika huwezi kupata amani katika kijiji cha Dunia ya Kuzimu. Hakika aliteseka. Matukio mengi aliyomuumiza ni kuhusu ajali. Matukio mengi aliyoyaota ni kuhusu lile tukio la yeye kuingia ndani wakikimbizwa na wale mashetani. Matukio mengi alikuwa akimuumiza katika akili yake, na ndiyo yale yale alikuwa akiyaota usiku ule. Na ghafla aliposhtuka, mume wake Jimmy alikuwa pembeni. Akamuuliza, what's going on? Una matatizo gani Tabita? Yule mama alisema, bad dreams. Nimeota ndoto mbaya za kutisha. Yani
yale ndio yaona jana sasa yananijia katika akili yangu. Ndipo Jimmy alimwambia, lala mke wangu, hii ni saa 8, inabidi ulale kwa sababu tumepata matatizo. Hii ni siku ya 3 na hatujapata usingizi. Kwa hiyo mke wangu, naomba ulale mke wangu, pumzika. Na ndipo akaendelea na usingizi. Na upande wa pili katika ile nyumba, yule bwana mkubwa ambaye alikuwa katika ile gari nyeusi, unajua yeye walimuokoa akiwa hajitambui kabisa, akaanza kumuita yule mama ambaye alikuwa ni anaitwa Dona. Huyu mama alikuwa ni kama mlezi wa wale wazee katika ile nyumba. Akapiga kelele, Dona, kuna mtu kafungua mlango, kuna mtu kafungua mlango. Yule mama usiku ule akakurupuka kitandani, akaenda nakimbia, akamwambia, funga mdomo wako, mshenzi wewe, usiku unapiga kelele watu tuna siku ya 3 hatujalala, unapiga kelele. Kwa nini piga kelele? Funga mdomo wako, mtu mzima hovyo unapiga kelele usiku, unaota ama? Yani jamaa aliamka anapiga kelele. Sasa mama Dona ilibidi aje tu kumtuliza, sababu shenzi kweli kijana hana adabu. Yani tumemsaidia, tumemtoa huko, angeliwa na tafunwa na majini, angetafunwa na mizimu huko polini. Tumemleta hapa lakini bado anapiga kelele. Yani bwana mkubwa bwana anapiga kelele akiwa amefungwa kamba. Unajua huyu jamaa ni mchaluko. Waliona huyu jamaa ni mchaluko huyu, inabidi tumfunge kamba. Kwa hiyo amelala amefungwa kamba, sababu tokea mwanzo alikuwa kila akiona mtu anasema, aisee wewe ni mzuri, sura yako ni nzuri sana. Akiona mwanamke anasema, aisee wewe ni mzuri. Akiona mwanaume anasema, aisee wewe ni mzuri, wewe ni mrembo. Kwa hiyo jamaa walihisi kabisa akili zake sio nzuri. Ndio maana walipoenda kulala wakamfunga kamba katika kitanda, kwamba huyu tumfunge kamba, huenda usiku anaweza kaamka na wenge. Na ni kweli kaamka na wembe, anapiga kelele kwamba kuna watu kufungua, kuna watu wameonekana wanafungua mlango. Lakini si jamaa alikuwa anaota huyu, nafikiri ndugu yetu alikuwa anaota huyu bwana. Kisha yule bwana mkubwa akaendelea kusema, kwanza mimi sielewi, yani hivi nimeingia vipi kwenye hii nyumba? Kwanza hapa ni wapi? Mbona mimi sielewi? Hivi wewe mama kibonge, wewe mama mbonge, bonge nyanya, umenisimamia mbele yangu. Hivi wewe ni nani kwanza? Kwanza hapa kwa nini mmenifunga kamba kwanza? Kwanza sielewi, hebu niambie kwanza hivi unajua mimi ni nani lakini mnanifunga kamba hapa? I say, huyu bwana mkubwa ana wenge kweli. Baada ya jamaa kupiga kelele nyingi za kutosha, ule mama ambaye anaitwa Dona, ambaye ndio mlezi katika ile nyumba ya kulea wazee, akamwambia, sasa kwa sababu unachonga sana, kwa sababu unapiga sana kelele, ngoja tuanze mwanzo nikupe hadithi hapa umefikaje. Na kisha ule mama akaanza kumpa hadithi. Na asubuhi ilipofika, tunakuja upande wa pili kwa afande. Mimi namuita afande, mzee wa kazi. Huyu ni mzee wa kazi, anaitwa Afande Steven. Akiwa anaamka, ikiwa ni asubuhi kama ya saa 1:15 hivi, akiwa anaamka katika kitanda chake. Unajua askari huyu anajikuta kwa katika majukumu mazito sana, yaani muda mwingine majukumu yanamzidi uwezo. Unajua yeye ndo amekuwa msaada mkubwa katika hii dunia. Hichi ni kijiji lakini tunaita dunia ya kuzimu, kwa sababu kila anaingia katika kijiji hichi harudi na wala haoni njia ya kutoka. Yaani ukishaingia hapa ndo umeingia, kutoka ni ngumu. Na kila inapofika saa 12 jioni, kiza kinapoingia, wanakuja wenye kijiji chao kufanya mawindo, ambao ni mashetani, mazimwi, mamonster, wakitafuta damu za watu na nyama za watu. Baada ya Afande Steven kuamka, anacheki mida. Lazima angalie muda ni saa ngapi. Ila hii ni saa 1:15 nafikiri. Baada ya kucheki muda anagundua ni saa 1:15, anafungua dirisha, kwa sababu kama ni usiku, ukiwa na wenge lako katika kijiji hiki ukafungua dirisha, basi hakika kitakachokukuta dunia itasimulia. Kitakachokukuta utajuta na utakoma kulinga.
Baada ya mzee wa kazi Afande Steven kufungua dirisha, mbele yake nje ya nyumba yake kwa mbele kwa kuna boksi. Ni boksi ambalo limekaa kama behewa. Sasa mimi sijui ndani yake kuna nini. Hivyo simulizi yetu itazungumza. Tuendelee na simulizi yetu. Na ndipo baada ya Afande Steven kuamka, alielekea ofisini katika majukumu yake ya kila siku. Baada ya kuingia katika kituo cha polisi ambao ni kama ofisi yake, alikuwa moja kwa moja anaingia mahabusu. Akamfungulia bwana mmoja anaitwa Frenki. Akamwambia, Frenki, unapaswa kujua yote yaliyotokea wewe ndio uliyasababisha. Ndipo Frenki akasema, naam, kifo cha mke wangu na mtoto wangu mimi ndio nilosababisha. Akasema, naam, ni kweli. Katika kijiji hiki tuna kituo cha polisi. Kukuweka hapa mahabusu, tumekuweka ujifunze tu, sio kwamba tumekuweka ukae daima. Hapana, tumekuweka ujifunze kwamba jambo ulilofanya sio zuri, mpaka umepelekea mke wako na mtoto wako kupoteza maisha. Hakika unapaswa ujifunze. Wakati mwingine wewe kama baba inabidi uwe una tafakari nini ufanye kwa familia yako kuliko kuiacha familia yako inateketea. Unajua, huyo Frenki, mwanzo kabisa wa simulizi yetu, hatua yetu ya kwanza ni yule bwana mkubwa ambaye alilala baa akaacha familia yake. Baada ya kuacha familia yake, mtoto wake mdogo akashawishika na wale majini usiku ule, baada ya jini moja ama shetani ama zimu monster kujitambulisha kwamba lenyewe ni bibi yake. Kisha kumshawishi yule mtoto akafungua dirisha. Baada ya yule mtoto kufungua dirisha, basi kilichowakuta, nafikiri kama umetazama hatua ya kwanza umeona kilichotokea. Hakika ile mauaji yalikuwa yanatisha. Basi tunaendelea na simulizi yetu. Yule Frenki akaendelea kutia story na Afande Steven. Frenki akasema, unajua Afande, marehemu mke wangu alikuwa anakupenda sana pamoja na mtoto wangu. Siku zote alikuwa anasema wewe ni mtu mwema. Hakika wewe ni mtu mwema. Katika kijiji hiki wewe umesalia kuwa mtu ambaye ni msaada. Hakika unasaidia wengi. Hakika una moyo wa kusaidia. Tunamuomba Mwenyezi Mungu aendelee kukulinda na mashetani. Yaani ni bora haya mashetani wanichukue mimi, lakini sio wewe, kwa sababu wewe ni msaada mkubwa sana katika kijiji hiki. Yule bwana Frenki aliendelea kumwambia Afande Steven maneno haya kutisha na kutia moyo kwa Afande Steven. Ndipo bwana Frenki akamuuliza Steven, labda umekuja kunitoa niwe huru? Afande Steven akamwambia, hapana, utaendelea kusalia humu katika chumba hiki cha mahabusu mpaka pale ambapo kijiji kitakaa. Tutakaa kikao na wanakijiji tujadiliane, je, tukuachia au tuendelee kukushikilia. Labda tu niambie ni kitu gani unahitaji au ni mtu gani unahitaji kuonana naye, labda aje akuone hapa mahabusu, au ni kitu gani unahitaji tukuletee? Afande Steven alimwambia. Asubuhi ile katika nyumba ya kulea wazee, tunatoka kule kituoni, tunakuja moja kwa moja kwa ile nyumba ya kulelea wazee. Yule bwana mkubwa ambaye alikuwa anapiga kelele usiku alikuwa akimuuliza yule mama, unaniambia mimi sasa nimekuja hapa katika nyumba hii sijielewi? Mama Dona akamwambia, ndio, ulikuja katika nyumba hii ukiwa hujielewi, umepoteza fahamu.
tulikuokota huko polini tukakusaidia wewe pamoja na mwenzako, ila bahati mbaya mwenzako alipoteza maisha, ila wewe umepona. Kwa hiyo unaniambia kwamba katika mji huu usiku unapoingia kuna mavitu ya kutisha yanakuwa yanakuja? Mama akamwambia ndio, inapofika saa 12 jioni kila mtu anaingia ndani, kwa sababu wakati huo mizimu, majini, mashetani au monster wanaoishi katika mji huu kwa kunywa damu za watu na kula nyama za watu ndio muda wao wa mawindo. Kila wanayekutana naye basi kinachomtokea huwa ni kifo peke yake. Hakuna anayebaki salama kama ukikaa nje baada ya kiza kuingia. Lazima tu mauti atakukuta na utakufa kifo kibaya hakijai kutokea katika dunia. Yule mama Donna aliendelea kumtia stori. Yule bwana mkubwa aliendelea kuzungumza, ina maana mlitusaidia kule msituni na hawa mashetani ndio walionimalizia ndugu yangu, si ndio? Katika kile kikao alikuwepo mtu mmoja muhimu sana. Huyu kijana ni askari pia, ni mtoto wa yule afande Steven, anaitwa Alice. Alice aliitikia kwa kutikisa kichwa. Naam, waliomaliza ndugu yako ni hawa mashetani. Ndio, hawa mashetani ndio waliomaliza ndugu yako pia. Lakini pamoja na kumweleza yale yote, yule jamaa bwana ana wenge. Alikataa akasema, aisee, yaani mimi nimetumwa na serikali tena nimetoka Ikulu mimi na rafiki yangu, alafu mnafika mnaniambia rafiki yangu kafa na mazimwi. Mnafika mnaniambia kwamba hapa nikiingia siwezi kutoka. Aisee, fumbo mfumbieni mjinga, mwelevu ataendelea kuwa mjanja. Hayo mafumbo yenu hayo, aisee, mimi sitaki hata kusikia. Ndipo akatoka nje ile nyumba. Alice akamwambia yule mama ambaye anaitwa Donna, mama, kwani huyu jamaa mbona tangia jana usiku anapiga kelele, sasa hivi tena anatoka hapa, namuelekeza maisha yalivyo katika hichi kijiji, hatuelewi. Kwani au ajali imemfanya kidogo akili yake imekuwa haipo sawa? Unajua ile ajali iliyotokea alopata bwana Jimmy pamoja na mke wake Tabita pamoja na mtoto wake mtoto wake mdogo aliyechomwa na kitu chenye ncha kali katika paja ambaye anaitwa Kenny na binti yao, ilisababishwa na hawa walikuwa wamelewa. Make yule jamaa ilibidi awakwepe, make walikuwa wanampelekea gari. Baada ya kukwepa basi ndo akavamia miti, akaingia katika poli, korongo la poli. Ajali ndo ikawa pale, lakini hawa nao walipata, kwa sababu walikuwa na wenge, waligonga mti. Baada ya kugonga ule mti wote wakazima. Katika kuzimia, yule mmoja wao alikuwa kwanza kuokolewa. Baada ya kufikishwa huku na hapo aliuawa na yale mashetani. Lakini huyu baada ya kuwa anatoka sasa, alikutana na yule afande Steven alikuwa anafuatilia ile ajali ya kwanza. Akawa amempiga pingu kwa sababu alikuwa na wenge, haaminiki. Ndio sasa tunaona katika hatua ya 5 hii, huyu bwana wanajaribu kumwelekeza kwamba rafiki yako alikufa na wale mashetani, na wewe pia inabidi uendelee kukaa hapa, kwa sababu ukiingia katika hichi kijiji njia ya kutoka haipo, utaendelea kusalia kuishi hapa. Jamaa anawaambia fumbo mfumbieni mjinga, mwelevu, bla 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 bla. Jamaa haamini kabisa, anahisi kwamba huo ni uongo. Yani anaona kabisa kwamba wafanyakazi wa Ikulu leo wamefika hapa, ametumwa alafu namwambia hamna njia ya kurudi kwenda nyumbani. Jamaa haamini. Jamaa kwa ametoka nje ya ule mjengo. Unajua hiyo nyumba ni nyumba ambayo wanaishi watu wengi mno. Ilikuwa ni kama kituo cha kulelea wazee. Lakini sasa kila anayepotea wanampokea, anaishi kwenye nyumba hiyo. Kila anayepotea wakimuokota anaishi kwenye nyumba hiyo. Sasa huyu bwana mkubwa, bado sijafahamu jina lake, baada ya kutoka nje ya ile nyumba akaona mama mmoja anaendesha basikeli. Akamwambia, "Halo, samahani bwana, hebu fanya uniazime basikeli yako bwana. Nataka nizunguke hapa. Make angalau nione huu mji unaishia wapi."
Yule mama akamwambia sawa bwana, zunguka zunguka bwana, lakini baskeli haina breki, angalia usije ukapata ajali huko mbele. Hamna shida bwana, wewe dereva mzuri, nipe kwanza niendeshe hapa kidogo. Na tunatoka kule nje, tunakuja moja kwa moja katika mjengo. Tunamkuta Tabita akiwa na ule mtoto wake anaitwa Kenny. Tabita akamuuliza, mtoto wangu mpendwa, unatazama nini nje? Yaani unajua huyo mtoto baada ya hapo mama yake kabla hajafika alikuwa anatazama nje ya dirisha, basi anamuona tena yule mtu ambaye amefanana naye. Akamuuliza, unatazama nini nje mwanangu? Mtoto akamjibu, mama, na rafiki yangu alikuwa amesimama pale, kwa hiyo nilikuwa namtazama. Nilikuwa namtazama rafiki yangu alikuwa amesimama pale. Mama ule akashangaa, tangu lini kapata rafiki? Ina maana mtoto wangu kashapata rafiki kwenye hichi kijiji? Mama akamuuliza, rafiki yako anafanana vipi? Baada ya kumuuliza, mtoto wake akamwambia, huyo rafiki yangu anafanana na mimi. Yani ni kama mimi, yani anafanana na mimi nywele, anafanana na mimi macho, hata nguo nilizovaa anafanana nazo. Sasa yule bidi yule mama aanze kutia shaka, huenda wale majini hata kama ni mchana, sio mpaka ifike usiku, hata kama ni mchana sasa wameanza kumtafuta yule bwana mdogo. Na unajua watoto kudanganyika ni rahisi. Basi yule mama ilibidi aanze kuwa makini na mtoto wake. Baada ya kutia stori na mtoto wake kwa muda, yule mtoto akawa amemuuliza swali mama yake, hivi kwa nini mama tumeendelea kukaa tu ndani? Tumeendelea kukaa katika hii nyumba, kwani ina maana bibi ndo anaishi hapa? Yule mama akakaa kwanza kimya kama sekunde 5, kisha akamjibu, usijali mtoto wangu, ndio tumepumzika kwa muda hapa. Baba yako ameenda kutafuta mafuta, kaenda kutafuta mafuta ya gari, mafuta tu katika kunako gari, kwa sababu gari yetu imeishiwa mafuta. Baada ya baba yako kuja, basi tutaendelea na safari yetu. Yaani ilibidi tu amdanganye. Unajua mtoto alipata ajali, baada ya kupata ile ajali alizimia. Na wakamleta huku, wakati wanamleta huku tayari walikuwa wameshamchoma zile sindano za ganzi. Na alipata degedege pia wakati yupo katika ile gari anafanywa matibabu. Kwa hiyo kumbukumbu kidogo hazijakaa sawa. Ndio maana anauliza maswali ambayo ni magumu, sababu tayari ameshaanza kupona. Anaanza kuuliza, mama tunaenda lini, hapa ni wapi? Mara anaomba chakula kizuri. Mama yake anamwambia hicho chakula kwa sasa hapa hamna, tukishatoka hapa nitakununulia huko mbele ya safari. Hakika kama wewe ni mzazi, hakika moyo wako lazima utakuuma. Umefanya safari, lakini safari imeishia njiani. Hakika inatisha. Ndipo yule mama akamwambia, ngoja nikuletee chakula chochote tu mtoto wangu, kumradhi eti mke wangu. Ngoja nikuletee tu chakula chochote mtoto wangu ule. Na hapo mtoto wake wa kike alikuwa mahali pale pale, akamwaga mama yake kwamba, mama, mimi nataka nitoke nje kidogo ya hii nyumba. Mama yake alimwambia sawa, toka nje, lakini kumbuka huu mji sio mzuri. Ni mji ambao unakaliwa na mashetani, kwa hiyo jiangalie huko usije ukaenda mbali na nyumba hii, kwa sababu sisi ni wageni na hatujui tunapoishi, hatujui ni lini tutatoka katika mji huu. Labda kudra za Maulana, kudra za Mwenyezi Mungu zitashuka, siku moja nitapata njia ya kuondoka katika kijiji hiki. Na baada ya yule mama kwenda kutafuta chakula, yule mtoto alitazama tena nje, akamuona tena yule rafiki yake ambaye anamuita rafiki yake. Mara hii amevaa shati jeupe, pensi ya rangi ya kaki, viatu vyeupe na soksi nyeupe. Akampungia mkono, halo. Unajua hakuna mtu anayemuona, ila huyu mtoto peke yake ndo anayemuona huyo mtu ambaye anamuita rafiki yake, na amefanana naye copyright. Na baada ya yule mtoto kumpungia mkono, akapotea, akayuka katika mazingira ya kutatanisha.
Na baada ya muda mama yake alimletea chakula, alimletea juisi, nafikiri sijui ni juisi ya nini hii. Akamletea pia na slices za mkate. Mtoto alikuwa na njaa, akafakamia. Baada ya kula, mtoto akamuuliza mama yake, "Mama, dada ameenda wapi?" Mama yake akamjibu akamwambia, "Dada yako ametoka nje kidogo." Na kweli dada yake alikuwa nje, alikuwa akitia stori na yule binti ambaye ni kama mchumba wa Alice. Mchumba wa Alice alikuwa anapiga naye stori, anatia stori. Mchumba wa Alice akamletea zabibu, akamwambia, "Karibu ule zabibu kidogo rafiki yangu." Yule binti akasema, "I'm okay. Niko sawa, sijisikii kula chochote leo." Yule binti akamwambia, "Labda unamwaza baba yako." Yule binti anaitwa Fatima au Fatuma. "Labda unamwaza baba yako." Lakini yule binti akasema, "Hapana, nimekaa tu nawaza kwa sababu tumekuja katika hii nyumba, katika hichi kijiji. Na tafakari na kuangalia mbele kwa sababu najiuliza mengi. Kwa nini tumekuja lakini tumeshindwa kutoka? Na je, hichi kijiji kina siri gani? Kwa nini kila mtu anaingia hapa kutoka inakuwa ni ngumu?" Lakini akamwambia, "Usijali. Mwenyezi Mungu akipenda basi kwa kudura zake atatujalia tena tutaondoka katika hichi kijiji tukiwa wote tukiwa salama. Sogea karibu rafiki yangu." Yule Fatima alimshika bega yule binti ambaye ni binti mgeni. Huyo binti mama yake ni yule ambaye alipata ajali. Yaani huyo binti yeye mama yake na baba yake na ule mtoto walipata ajali, ndio wakasaidiwa na kuletwa katika hii nyumba ambayo ilikuwa ni kituo cha kulelea wazee. Yule binti akamshika begani, akamwambia, "Usijali. Sisi wote tumekwama hapa na hatujui tutaondoka lini, lakini Mwenyezi Mungu hakika ipo siku atamtuma malaika na malaika atashuka kuja kutuokoa, kwa sababu wote ambao tuko hapa tumepotea na hatuioni njia ya kurudi nyumbani." Na baada ya muda tunaona yule bwana Jimmy ambaye ndio baba mwenye nyumba, baba wa ile familia, akiwa na begi la nguo na vitu vingine. Unajua, baada ya kupata ajali kuna vitu vingi walipoteza fedha, vyakula, maana ile nyumba ilikuwa ni kama mobile house, ilikuwa ni nyumba ambayo inatembea, yani ni gari ambayo ni nyumba, yani ni gari ambayo ina container ndani na kila kitu, ina kitanda, ina choo, ina sitting room, unaweza kukaa watu wawili watatu, ina bafu. Yani ni gari ambayo ni mobile house, wazungu wanaziita mobile house. Ni gari ambayo ni nyumba. Sasa baada ya kuleta mabegi ya nguo, vyakula na nini na fedha, lakini katika mji huu fedha sio kitu. Naam, fedha sio kitu. Unaweza kuwa na fedha na usione hata duka. Hivyo sijajua wanaishije katika mji. Nafikiri simulizi yetu itatueleza. Aliendelea kumwambia mtoto, "Hebu badilisha hizo nguo zako nikupe hizi uvae." Maana yule mtoto nguo alizopata nazo ajali ndio hizo alikuwa amevaa mpaka leo. Akambadilishia nguo na kumpa nguo zingine. Wakati huo mama alikuwa akifungua begi lake akitazama vitabu. Mama anapenda vitabu na anasema, "Amesafiri na vitabu vyake kwenye begi." Hakika mama anapenda vitabu. Wakati mzee akitia stori na mtoto wake pamoja na mke wake, mzee alijaribu kuuliza, "Na binti yangu yuko wapi?" Ilibidi amuulize mkewe, yule mtoto wa kike ambaye ni mkubwa, yuko wapi? Mkewe akamwambia, "Binti yako ametoka hapa, yuko nje hapo na Fatima wanapiga stori, wanazungumza hili na lile. Nafikiri ametoka nje angalau kupungua upepo, kwa sababu hii nyumba tunaishi watu zaidi ya 100, yani nyumba kubwa anaishi watu zaidi ya 100. Hakuna mahali pengine pa kuishi. Hii ndio nyumba kidogo ambayo ina wafadhali, sababu huu mji nyumba zote zimechoka, nyumba zote hazina rangi, magari yote yamechoka. Yani ni kama mji ambao umetelekezwa." Wakaendelea kutia stori na mke wake, wakabadilishana mawazo,
wakizungumza hili na lile. Mtoto akitamani kusoma vitabu, baba akimwambia usijali mtoto wangu, huu sio muda, Mwenyezi Mungu akijalia tuna safari, tutasafiri. Baba akamuuliza, mtoto akamuuliza, sasa baba, tutasafiri lini? Naona sasa ni siku ya 3 tuko hapa. Ina maana mama aliniambia haujapata mafuta. Niambia umeenda kuchukua mafuta, lakini nashangaa umekuja na mabegi. Ina maana gari liko wapi? Mtoto anauliza gari liko wapi? Baba akamwambia gari lipo nje hapo. Nimeamua kuja na mabegi kwa sababu kuna wezi katika mji huu, wanaweza kuvunja lile gari wakaiba. Ndio maana kuja na mabegi mtoto wangu, nguo zako usije kuibiwa. Unajua mtoto ni mtoto tu, unaweza kumdanganya kivyovyote akakuelewa. Na wakati ule wanatia story binti yao ambaye anaitwa Julie, yule binti ambaye alikuwa akitia story kule nje ile nyumba na Fatma, alifika katika kikao kile ambacho baba, mtoto na mama walikuwa wakitia story. Baada ya kufika pale, yule mtoto akasema, mtoto anaitwa Kenny akasema, baba, Julie huyo kashafika. Julie, karibu mtoto wangu, karibu sana. Lakini wakati ule yule mama anaitwa Donna alifika. Baada ya kufika yule mama akawaambia, nyote mnakaribishwa kule makaburini, kuna shughuli kidogo. Nafikiri mjiandae mje makaburini wote. Tuna shughuli pale makaburini. Kwa hiyo Jimmy, Tabita, Julie na mtoto wenu Kenny wote mnakaribishwa kule makaburini. Lakini kabla ya hapo tunaona alikuja mchungaji ambaye ni mchungaji wa hicho kijiji, wanamuita padri. Alikuja. Baada ya kuja wakapata kifungua kinywa asubuhi ile, mama, mtoto pamoja na binti yake na mchungaji, huku akiendelea kutia story na mchungaji akiwaeleza mila na desturi za kile kijiji na sheria ambazo wamejipangia. Mchungaji bwana aliendelea kuwaambia, katika kijiji hiki kuna sehemu 2 za kuishi. Kuna sehemu ambayo inaishwa Colony Town na kuna sehemu ambayo inaitwa House Town. Hizi ndo sehemu za kuishi katika kijiji hiki. Sasa ilibidi waanze kupewa utaratibu wa kuishi katika kile kijiji. Sasa yule jamaa leo aliwazima baiskeli kwa ule bonge. Kuna mama mmoja, dada mmoja ni bonge kweli kweli. Mama kibonge huyo. Huyu bwana ndio akawa anarudi kutoka katika mizunguko yake. Moja kwa moja akaingia katika mgahawa wanaouza chakula. Moja kwa moja akafungua mlango, akaingia katika ule mgahawa. Kisha akasema, habari za asubuhi jamani, naona mnapata chai, mimi mwenyewe na njaa. Hivi mnanichukuliaje? Unajua jamaa akili zake ni kama zimewehuka. Yaani akili zake sio nzuri. Na hisi ile ajali aliyopata kule polini imefanya akili yake imecheza kidogo. Binadamu wa kawaida hawezi kuwa kama yeye. Kisha akaendelea kusema, eti nimesikia kwenye kijiji kuna majini, kuna mashetani. Eti kuna majini yanakunywa damu za watu, yanakula nyama za watu. Yako wapi sasa? Unajua ujamaa anaongea tu. Lakini katika hiyo restaurant sasa kuna binti mmoja ambaye haaminiki. Haaminiki maana huyo binti ndiye aliyemteketeza rafiki yake na ujamaa ambaye anaongea. Huyo binti aliingia katika ile nyumba ambayo tunaita ni Colonial House, ambayo ni kama tunasema ni nyumba ya kutunzia wazee. Baada ya kumkuta yule rafiki yake amelazwa mle ndani, akamtazama afu akamtia kisu cha kolomelo. Sasa sijui huyu binti anatumika na wale mashetani au tayari ameshalogeka. Na huyu binti katika huu mgawa tunaona kabisa ni mfanya kazi. Sasa
Hebu tuendelee na simulizi yetu, nafikiri majibu tutayapata mbele ya safari. Na baada ya kuongea katika ule mgawa, wenzake wamepanga foleni. Yeye akazunguka mbele ya ile meza ambayo ilikuwa na chakula, akasema, "Nyie mnapanga foleni, kwa nini mnapanga foleni? Mimi na njaa." Akamempola bana mtu mmoja sahani. Akaenda akataka kuchukua chakula. Yule bibi ambaye anamiliki ile mgawa akampiga na mwiko wa kichwani. Shenzi wewe kijana, huna adabu. Unaongea tu hapa, wateja wangu unapigia kelele. Hebu nenda kwenye mstari. Chakula chenyewe mnakula bure. Bado unakuja hapo unapiga mikelele yako. Kaa kwenye mstari. Yule kijana akasema, mama bi mkubwa bwana, na wewe unazingua bwana, mimi na njaa hapa. Watu wote wakakaa kimya wakimtazama yule jamaa, wakahisi huyu jamaa kweli atakuwa na matatizo katika akili, sababu wengine wote wametulia, yeye ndo anapiga kelele kwenye ule mgawa. Na tunatoka kule katika ile restaurant, tunakuja huku ambako mchungaji pamoja na Jimmy pamoja na Tabita wakiwa wanatembea baada ya kupata kifungua kinywa. Mchungaji akiwaambia, ile hilizi ambayo tumewapatia, ile hilizi inafukuza mashetani. Yaani ile hilizi baada ya kuiweka mlangoni inasaidia wale mashetani, baada ya kufunga mlango wakija kwa nje wanakuwa hawana uwezo wa kuingia ndani, kwa sababu kuna ile hilizi. Hata kama wale mashetani hawana uwezo wa kufungua milango, lakini ile hilizi inasaidia kwa kiasi kikubwa mno kuwafanya wale mashetani wakuwa wanaogopa pale mnapokuwa mmelala baada ya kuiweka mlangoni. Mchungaji aliendelea kuwapa hadithi ya kuhusu hao viumbe, ni jinsi gani wanaweza kukudhuru. Hao viumbe wanapokuja mara nyingi wanatumia sauti na sura za watu ambao unawafahamu. Kwa mfano, labda una rafiki yako ambaye hujaonana naye muda mrefu, usiku anakuja huyo jini au mashetani, anakuja kwa sauti ya rafiki yako, na ukifungua mlango unaona ni rafiki yako kweli, au dirisha unaona rafiki yako kweli, anakuambia fungua mlango niingie ndani. Vile vile, kwa mfano, una mpenzi wako ambaye hakai mbali na wewe, anakuja usiku, lakini anakuwa amekuja ni jini ama yale mazimwi yanakuja kwa sura na sauti ya mpenzi wako. Anafika anakuita, anakuambia fungua mlango. Aidha mtu wako ambaye ulikuwa unampenda, aidha ni baba au mama, au amekufa au yuko hai, anakuja pia. Baada ya kuja anakuambia fungua mlango, na ukifungua mlango basi linakukuta jambo baya ambalo huwezi kutegemea kama lingekukuta katika maisha. Akaendelea kuambia, kwa hiyo kinachotakikana ni nyinyi siku mara zote unapofika usiku mweke milango ikiwa imefungwa, msiache milango ikiwa wazi. Madirisha mfunge, msisubutu kuacha mtoto akalala peke yake, kwa sababu wa majini mara nyingi wakija huwa wanaweza wakashawishi hata mtoto na kafungua mlango, kwa sababu mtoto ni dhaifu na anaweza akamwamini mtu yoyote kwa muda mfupi. Na wakapita mbele ya kituo cha polisi, wakaona lile kitu kama banda ama kontena ama behewa. Wakauliza, na lile kontena, lile behewa ni nini? Mchungaji akawaambia, ile ni kama chumba cha adhabu. Unajua kuna sheria ambazo tumejiwekea hapa, kama ukienda nazo tofauti, basi unaweza ukapata adhabu katika chumba hicho, kwa sababu tukikuacha unaweza ukatuharibia hata jamii ambayo ipo, ambayo tunaishi kwa matumaini katika mji huu. Hatujui tutaondoka lini, lakini hatujui pia mwisho wetu, ila tumejitengenezea sheria zetu, kwa sababu si ni binadamu na mimi ni mchungaji na hapa kuna kituo cha polisi. Basi vote hivi tumevianzisha sisi kwa nia ya kutengeneza jamii yetu ambayo itaishi hapa. Hata kama tunajua hatuondoke lini, hatuwezi tukadinai maisha, lazima tuendelee kuishi hapa. Na kama unakumbuka hili behewa
hili box ni baada ya ule afande kuamka, alifungua dirisha na kulitazama. Sasa wenda alikuwa anatazama usalama, wenda kuna mtu ambaye amepewa adhabu na yuko katika hilo container. Yule mchungaji aliendelea kuambia, kila mtu inabidi awe shahidi na awe anamlinda mwenzake, kwa sababu kama utaenda tofauti lazima tukuweke katika hilo banda au hilo container, na hilo container kwa nje unaweza kuona ambacho kiko nje, yani limetobolewa matundu. Kwa hiyo unaweza kuona ambacho kipo nje. Kama unaweza kuona ambacho kipo nje, basi wale mashetani hakika watakutesa, kwa sababu usiku mzima watazunguka hilo banda wakikutesa, aidha kwa kuona, aidha kukuita. Hakika utajifunza, hutarudia tena kufanya kosa katika kijiji hiko. Wakauliza, ina maana ile familia, ina maana katika familia ambazo zinaishi hapa katika mji huu, mmoja wapo akifanya kosa mkimweka katika hilo banda na hilizi pia mnamwekea? Wakamwambia hapana, ukishaingia humo ni hakuna hilizi, kwa hiyo utapambana mwenyewe na mateso utakayokutana nayo. Lakini tazama, yule afande akamwambia, nyumba ambayo tunahitaji tuwaweke ni hii hapa. Bwana, wana bahati waipata nyumba ambayo unajua ile ni familia, ni mama, mume na watoto wawili. Kwa hiyo uongozi wa katika kijiji hiki wakaona ni bora wawapatie nyumba ya kuishi, kwa sababu wao ni familia. Hakika ilikuwa ni jambo la furaha sana kwao. Hakika ilikuwa ni jambo la furaha kwa Bwana Jimmy na mke wake Tabita, mtoto wake Julie yule wa kike, na mtoto wake wa kiume ule mdogo anaitwa Kenny. Baada ya kuingia ndani, mchungaji akamwambia, hakika hii nyumba mtaipenda, ni nyumba nzuri. Lakini nyumba ilivyokuwa inaonekana ni kama ilikuwa inakaliwa na watu, kwa kuna vikombe, yani ni nyumba ambayo kama ilikuwa na taa inawaka, ni mchana, lakini meza iko safi, yani kila kitu kiko, mapazia, yani furniture nzuri. Akabidi yule Bwana Jimmy aulize, ina maana hii nyumba pia ilikuwa inakaliwa na watu? Afande akajibu, mchungaji akajibu, ndiyo, hii nyumba ilikuwa inakaliwa na watu, lakini kuna matatizo ambayo yalitokea hivi karibuni. Kwa sasa hii nyumba haiko na watu. Unajua, kama umefuatilia sehemu ya kwanza ya simulizi hii, kuna ile familia ya ule jamaa ambaye anaitwa Frank ambaye yuko mahabusu baada ya kulewa na kalala baa. Usiku ule familia yake ambaye ni mama na mtoto alishawishiwa na mmoja wa mashetani ambaye alijifanya kwamba yeye ni bibi yake, na kisha kufungua dirisha, alafu akawa ameuawa. Baada ya kuuawa, hii nyumba ilibaki ikiwa nyeupe, kwa sababu yule bwana mkubwa ambaye ndio Frank kwa sasa yuko mahabusu. Kwa nafikiri hii familia wamefikiria ni vyema kama wakija kuiweka hapa wale wachungaji, hii nyumba inatakiwa ikae familia. Kwa hiyo wameona ni vyema wakimsaidia huyu Bwana Jimmy pamoja na mke wake Tabita na mtoto wake Julie pamoja na Kenny waweze kuishi hapa katika nyumba hii angalau, kwa sababu katika ile colonial house au ile nyumba nyingine ya kulelea wazee wanaishi watu unakuta ni wengi na wanaishi mmoja mmoja, lakini wameona hii familia ni vyema kama wakiwasaidia wakaja kuishi katika nyumba hii. Jimmy akauliza, ina maana kitu gani kilitokea hapa? Akamwambia, kuna tatizo ambalo lilitokea ambalo sio zuri. Na kisha wakasema tatizo gani? Ikabidi mchungaji wapandishe juu. Baada ya kuwapandisha juu, akawaambia, mnaona, yani aliwapandisha juu kwa sababu yani hii nyumba ina basement. Basement ni chini, alafu ina wanaita downstairs, ni gorofa ya chini, alafu kuna upstairs
ni ghorofa ya juu. Kwa hiyo akawa amepandisha ghorofa ya juu. Hii nyumba ina ghorofa. Alipopandisha ghorofa ya juu akamwambia, "Naona lile dirisha Yule jini ambaye alimshawishi yule mtoto alisogea pale dirishani. Sasa hawa majini utajiuliza kwa nini waliweza kupanda katika ya hapa. Yaani huyo jini aliweza vipi kupanda? Hakika hawa ni viumbe wa kutisha. Baada ya kufika hapa juu alimshawishi yule mtoto. Baada ya kumshawishi yule mtoto alifungua dirisha na majini wale waliingia na kuwateketeza huyo mtoto pamoja na mama yake. Ndipo Jimmy akauliza, "Aisee, ina maana hizi damu zote ni za binadamu waliopoteza maisha?" Sema ndio. Chumba kilikuwa kimetapakaa damu. Ukuta ulikuwa umetapakaa damu. Shuka la kujifunika na kitanda, kila kitu kilikuwa vurugu. Ina maana wale majini waliwaangamiza. Kifo cha kutisha, kifo cha ajabu. Hakika hii ni dunia ya kuzimu. Yule Tabita akauliza, "Ina maana hichi chumba kilikuwa ni chumba cha mtoto?" Akasema ndio. "Na mama yake alikuwa wapi?" Mama yake analala chumba cha pili kule chini. Kwa hiyo baada mama yake kusikia mtoto wake akizungumza usiku na sio kawaida yake, ilibidi aje ili kutazama. Baada ya kufika tayari mtoto alikuwa ameshafungua dirisha. Tabita akauliza, "Na maana huyu mtoto alikuwa anaitwa nani?" Huyo mtoto alikuwa anaitwa Megan. "Na baba yake je, alikuwa wapi?" Baba yake anaitwa Frank, alikuwa amelewa. Sasa baada ya kulewa akawa amelala, ameanguka huko bana kulala. Baada ya kulala, baada ya protect familia yake, instead ya kulinda familia yake, huyo Frank sasa akaamua kulala na familia yake ndio ikateketea. Kwa hiyo kila mmoja lazima alinde familia yake. Nimekuleta wewe na mume wako hapa, inabidi mume wako alinde familia. Asije akaleta mambo ambayo ameleta Frank, kinaweza kikawakuta kama kilichowakuta wale wengine. Ibidi mchungaji aendelee kuwapa somo na nini wanahitajika kufanya. Mwenyezi Mungu amewasaidia hata kama wamepotea walipokuwa wanakwenda, basi Mwenyezi Mungu amewafanyia wepesi, wapata nyumba ya kuishi. Hivyo watapoteza muda, watapoteza siku kutazama yajayo katika maisha yao, nini watafanya. Kama Mwenyezi Mungu atafanya kudura zake, basi wanaweza wakaondoka salama katika huu mji au dunia ya kutisha au dunia ya kuzimu. Na baada ya yule mama ambaye ndo Tabita, mke wake na Jimmy, kuona aliyotokea katika ile nyumba na mchungaji kusema sheria lazima zifuatwe, bwana hakuna anayependa kufa. Alishuka ngazi katika ile nyumba na akatoka nje. Mume wake akamwambia, Tabita subiri. Hapana. Yaani kama maisha yenyewe ndo haya aisee. Mume wangu, sikiliza. Unajua walikuwa hawana chaguo lingine. Ilibidi tu wakubali kuishi katika ile nyumba. Lakini mama anaogopa kufa, akasema hapana. Unajua katika dunia, katika maisha, kifo wengi wanakiogopa, lakini ukirudi upande wa pili, binadamu hawezi kufika kwa Mungu bila kufa. Yani wengi tunaogopa kufa na wengi tunahofia kutangulia, lakini kifo ndo njia pekee ya kwenda kumuona Mwenyezi Mungu na kujua zipi ni mbichi, zipi ni mbivu. Lakini mama aliogopa kifo kama kawaida ya binadamu, wengi tunaogopa kifo. Lakini atafanyaje? Nyumba ndio hiyo, na wapo katika dunia ya kuzimu, kijiji ambacho ukiingia huwezi kutoka. Atafanyaje? Jimmy akasema, sasa mke wangu, hebu sikiliza bwana, inabidi ukubali, sasa hatuna maamuzi mengine. Ule mama akasema, mume wangu hapana, mimi naogopa kufa. Yaani mume wangu, sisi tutalala vipi kwenye hii nyumba? Mama na mtoto yani wote wamekufa, alafu sisi tulale humu, wale mashetani watakuja bana, watatuvamia, watatusumbua, tutalala humu. Hii nyumba ni nzito, hii nyumba ni nzito sana mume wangu.
hatutaweza kulala katika nyumba hii. Hii nyumba inatisha. Yaani mama na mtoto amekufa, ni midamu mwa. Dai damu ukutani, damu kitandani. Hapo bado mume wangu na mimi nataka tu mume wangu siwezi kubali. Bwana turudi kule kwenye ile Colonial House. Tukilala kule angalau tunakuwa tuko wengi. Unajua kwenye ile Colonial House wanaishi watu wengi nyumba moja. Sasa nafikiri hichi ndicho watu wanachoogopa. Lakini Jimmy anamwambia mke wangu, sisi tuna familia, inabidi tukubali tu kuishi kwenye hii nyumba. Mama anasema hapana mume wangu, na yani hapa turudi tu kwenye ile Colonial House tukaishi watu wengi kwenye nyumba. Lakini nyumba hii mume wangu, hii nyumba mashetani watakuja usiku, yani watatutisha, tutajikuta tumefungua madirisha alafu wanaweza katutafuna familia nzima. Na kisha Jimmy akamwambia, sikiliza mke wangu Tabita, chochote kile kikitokea inabidi tupambane nacho. Jimmy akaendelea kumwambia mke wake, hebu sikiliza mke wangu. Sikiliza mke wangu mzuri, sikiliza. Mke wangu mzuri, mimi nakupenda, wewe ni mrembo yani. Lakini hata kama tunaishi kwenye nyumba ambayo watu walikufa ndani yake, inabidi tuishi tu, tupambanie maisha yetu. Inabidi tuishi tupambanie maisha yetu. Unafikiri inakuaje? Tutalala wapi? Tuna mtoto mdogo, tuna mtoto miaka 14, 15. Afu mle ndani kwenye ile Colonial House, ile nyumba ambayo ni ya kutunza wazee, kuna watu wengine wanaishi mbele, tabia zao sio nzuri. Mimi na wewe inabidi muda mwingine tufanye mambo yetu yale ya utu uzima. Sasa katika ile nyumba hatuwezi, ndio maana huyo mchungaji ametuleta kutupa nyumba hii tuweze kuishi, ametuonea huruma, si ni familia. Bana, mwanamke ni muoga kweli, lakini sio muoga, ameona damu, ameona watu wamepoteza maisha kwenye ile nyumba, kwa anaogopa kweli. Lakini mume wake ambaye anaitwa Jimmy alimwambia mke wangu, we have no choice. Yes, we have no choice. We are supposed to live in this house. Hatuna njia nyingine, hakuna kukimbia, inabidi tuishi katika hii nyumba hata kama watu wamekufa ndani yake. Ilibidi aendelee kumshawishi, hamna chaguo lingine, yani ilibidi tu aendelee kumshawishi. Mpenzi mtazamaji, mpenzi msikilizaji wa The Book of Magic and the Movie Stories, hatua yetu ya 5 ndio inaishia hapa. Naam, kwa leo tunaishia hapa, lakini kesho tutaendelea na hatua ya 6, hatua inayofuata. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Kama wewe ni mara yako ya kwanza katika chaneli hii, tafadhali bonyeza alama ya kengele, subscribe, ili uwe ni mtu wa kwanza kila siku kupata notification pale ambapo napokuwa nimeweka simulizi mpya. Niandikie kwenye comment section unatazama kutokea wapi. Niandikie kwenye comment section unasikiliza kutokea wapi. Jina langu naitwa Ayubu Obedi, na hii ni The Book of Magic and the Movie Stories. Tafadhali tukutane katika sehemu inayofuata, dunia ya kuzimu. Baada ya hatua ya 5 inayofuata ni hatua ya 6, na hii ni season 1.